Ninajaribu kuwaona watu wa Mungu. Ninaangalia watu wa Mungu walivyofeli. Ninaangalia watu wa Mungu walivyoviburi. Naangalia watu wa Mungu wanaojisabia haki. Huwa ninawasikitikia. Ninawasikitikia kwa sababu ninaona, nimewahi kuambia yuko baba ambaye inamsaidia shule ya mtoto wake, lakini wakati mmoja nikaonyeshwa yule baba ni tajiri mwenye majumba, lakini ule utajiri unaenda kwa mtu mmoja ambaye ni Muislamu anamsaidia. Yule ndo anachukua magari yake, yule anachukua nyumba yake, lakini ameshia kusema Bwana asifiwe. Bwana asifiwe haijawahi kuwa tiketi ya kwamba wewe una Yesu. Unaweza ukatamka Bwana asifiwe wewe ni mchawi. Unaweza ukatamka Bwana Yesu asifiwe wewe ni muuza bangi, wewe ni teja, wewe ni muongo, wewe ni malaya, wewe ni fisadi, lakini unatamka Bwana asifiwe. Kwani wanaotuibia katika nchi sio wana dini zao? Si wengine wanasema Bwana asifiwe, lakini wanatupiga hela. Maanake hiyo Bwana asifiwe sio kwamba we una Yesu. Yesu uliye naye tunampima kwa vitendo vyako, tunampima kwa matokeo yako, tunampima kwa usarabu wako, tunampima kwa neema uliyo nayo. Kama unanielewa, mpagie Yesu makofi. Kama unanielewa, mpe Bwana utukufu. Mpe Bwana utukufu na nguvu. Mpe Bwana utukufu na nguvu. Mpe Bwana. Haleluya. Wakati ninasema mpe Bwana utukufu na nguvu, kama ungelikuwa neema ipo, ungesimama ukapiga makofi ya maana. Anayestahili kukaa ni yeye, sio wewe. Anayestahili kukaa ni yeye, sio wewe. Wewe lazima usimame, yeye akae. Maana yeye anakaa kwenye kiti cha enzi. Lazima wewe ninaposema mpe Bwana utukufu na nguvu, unasimama. Muulize wewe aliyekaa, una shida gani wewe? Muulize aliyekaa, una shida gani wewe? Una shida gani wewe? Mpe Bwana utukufu na nguvu. Amen. Baba unaumwa? Okay. Kama unaumwa sasa, Mungu upo hapo hapo. Simama ili Mungu akuponye. Simama. Haijalishi unavyojisikia, haijalishi unavyosikia, ninakuhakikishia utakuja kutoa Jumapili ushuhuda wako. Imeisha hiyo. Hiyo imeisha. Haleluya. Hebu kaa. Sikiliza. Mungu anataka wewe uwe mfano wake. Ndio maana neno linasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Manake wewe unampokea Yesu Kristo, unarudi kuwa mtu. Ukisharudi kuwa mtu, manake wewe ni muumbaji. Manake wewe ni muumbaji. Manake wewe una akili. Manake wewe una uwezo. Manake wewe una nguvu. Wewe una mamlaka. Ndio maana akasema nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na zile ila za yule mwovu. Haleluya. Sasa ukisha kwa mfano wa Mungu na sura ya Mungu, tunaanza kuona material yanayokufanya uwe wewe. Namba moja, tunaiona namba moja, Mwanzo 1:26. Huyo ndiye wewe. Hayo ndio material, hiyo ndio formula. Sasa wewe umekuwa wewe, sasa unaenda kwenye formula. Soma Mwanzo 1:26b. Inasemaje? Mungu akasema na tufanye mtu kwa mfano wetu. Hiyo ni A. Tulishaiona yetu. Wakatawale samaki. Sikiliza. Namba moja, wewe ndio. Hebu nifanye mfano, maana wengine bila mfano hawaelewi. Naomba kijana mmoja shupavu aje hapa, anayejitambua. Yes. Huyu namba moja ni mfano wa Mungu na sura ya Mungu. Sawa? Kutoka utosi mpaka unyayo. Huyu jamaa ni sura ya Mungu na mfano wa Mungu. Sawa? Huyu ni nani? Ni mfano wa Mungu na sura ya Mungu.
Akisha kuwa sura ya Mungu, mfano wa Mungu, namba 2, anatakiwa sasa hawe mtawala. Unatawala wapi? Kwa kutumia akili. Umeelewa? Ndio maana huyu aliyegundua maiki hakutumia dini, hakutumia Bwana asifiwe, alitumia nini? Akatawala. Ndio maana Biblia inasema tumieni akili kama ipasavyo, msitende nini? Dhambi. Ukishakosa kutumia akili umetenda dhambi. Sawa? Dhambi sio malaya, dhambi sio wizi. Unajua ngoja niwaambie, watu wengi wanafikiri dhambi ni kuiba. Dhambi ni kuzini. Dhambi sio kuzini. Dhambi ni kuto kutimiza wajibu. Adam na Hawa walipokosa kutimiza wajibu, ndio walianza kuzini, walianza uongo, walianza kujificha. Kwa hiyo mkubwa wa dhambi ni kuto kutumia akili. Ukitumia akili, mtu yoyote anayetumia akili anatimiza wajibu. Ngoja nikwambie, unajua Lissu kuwa gerezani anatimiza wajibu, ila wewe usiye na akili unaona anaonewa. Wewe usiye na akili unasema free Lissu, lakini Lissu yuko pale anatimiza wajibu. Wakati wa Mungu uliokubarika yuko ulu. Nje ya wakati atabaki gerezani. Kwani Mandela alikaa gerezani miaka mingapi? Kwani Mungu alikuwa hayupo? Alikuwa muone. Alikuwa anatimiza wajibu. Anatumia akili kwa ajili ya kukomboa wakati ulio mbele yake. Umeelewa? Ndio maana cha kwanza Biblia inasema atatupa akili katika mambo yote. Hatupi maombi, hatupi kufunga, anatupa akili katika mambo yote. Ndio maana tunaomba kwa akili, tunafunga kwa akili, hata Roho Mtakatifu tunampata kwa akili, tunamtumia kwa akili. Nje ya akili hayupo. Sasa huyu tunamtambua yeye ni mfano wa Mungu na sura ya Mungu hapa. Sio kwa kusema Bwana asifiwe, sio kwa kusema nimeokoka. Anayejua umeokoka ni Mungu. Unaweza ukaniambia umeokoka kumbe wewe mnafiki kabisa. Unaweza ukaniambia umeokoka kumbe kibaka. Unaweza ukaniambia umeokoka kumbe malaya. Unaweza ukaniambia wewe kibaka. Lakini iko hivi, akili yako ndio inajua umeokoka hujaokoka. Sawa? Ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Unajionaje? Kwa akili. Ndio maana hata wanaomwabudu Mungu wanamwabudu kwa akili. Zaburi 62:2. Sawa? Huyu tunamjua ni mfano wa Mungu kwa brain. Likiwa boya hili halina maana yoyote. Ni sawa na doli tu. Ni sawa na haya maua. Hayana uhai. Ni sawa sawa na mtu ambaye atumia akili. Amen. Nisiendi. Nimechoka. Ujue ana akili. Ndio. Angekuwa na akili, anajua hii ni siku aliyoifanya Bwana. Tutaishangilia, tutaifurahia. Maana mwenye akili hawezi kutegea kazi. Akipewa kazi ataifanya inavyotakiwa. Kwa maana Biblia inasema ukikubali na kutii utakula mema ya nchi. Sawa? Maana yake ni kwamba mwenye akili anakubali maagizo. Si ndio? Asiye na akili anakataa maagizo. Huyu tukishamjua ana akili ndio utawala wake. Na ndio maana shetani anahakikisha wewe uwe mtawala, anahakikisha utumie akili sawa sawa. Ukitaka kujua alichokikusudia kwa Adam na Hawa ni hicho. Kwanza alijua hawezi kumwingia Adam kwa sababu Adam
ni very bright. Yes. Yes. Akaangalia rikeji ya Adamu iko wapi? Iko kwa mama. Ndio maana hata Samson wakatumia mwanamke. Ogopa sana hilo eneo. Jamaa kajua huyu jamaa ili niteke utawala wake nitumie kichombo. Kwa sababu hapa uadui kati ya mimi na yeye uko kwa huyu, sio kwa yeye. Sawa? Ili niharibu kazi za mikono yake lazima nimpate kupitia huyu. Kwa sababu huyu ndio anayenipa kibali cha kwenda kupiga yeye. Na ndio maana alipomtafuta Ayubu alipita kwa mke wake. Bahati nzuri akakuta Ayubu amesimama sawa sawa. Kwa sababu Ayubu alijua, akamwambia wanene kama wale wanawake wapumbavu. Kwa sababu alijua huyu anayeongea sio mke wangu. Huyu mke wangu aliyeniuguza miaka 20 hawezi leo akaniambia amenichoka. Kwa sababu huyu anayeongea sio yeye. Huyu ni ibilisi anataka kuniua. Akasema haiwezekani. Adamu akasahau yeye analima kule bustani, anaimba na nyimbo nzuri. Huyu jamaa yeye akasogezwa karibu, akasogezwa kwenye tunda. Jamaa anatafuta hapa, jamaa anatafuta hapa, na yeyote mwenye akili anatafuta akili yako. Na ndio maana shetani akajua, alipoingia rais mwanamke akasema Tanzania nimeipata, akasema Tanzania nimeipata kwa sababu nimewekea vita na huyu mwanamke. Watu wenye akili badala kumwombea wanamshambulia, lakini sisi wenye akili tunajua. Na ndio maana niliwaambia watu, huyu mama hawezi kuondoka, anaendelea kuwepo, lakini wewe inabidi usimame, kwa sababu Mungu amemweka ili wewe ujulikane una Mungu. Watu wengi wa Mungu hawatumii akili. Wanadanganya, wana Roho Mtakatifu, kumbe watumia akili. Kumbuka Mungu aliweka uadui kati ya mwanamke na shetani, hakuweka kwa mwanamume. Shetani anatumia mwanamke kuharibu maisha yako. Kwa maana neno likasema mwanamke mpumbavu huivunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. Maana yake lazima ajue nafasi aliyonayo, ajue vita aliyonayo. Vita imewekwa kati ya mwanamke na shetani, haikuwekwa kwa mwanamume. Mwanamke akiharibika, riziki yako inaharibika. Mwanamke akiharibu, kazi yako inaharibika. Lazima mwanamke uliye naye afanane na wewe. Sikiliza, nataka nikupe maarifa. Adamu akaacha shetani ili apate utawala, akaenda na neno ati. Ati manake ni question mark yenye maswali kutoka kwa unayemuuliza. Eti Machume, nimesikia wewe jana umenunua gongo, lazima nitaharibu moyo wako. Neno ati inaweka taharuki ndani. Ukisha hamaki, Biblia inasema mwenye hamaki ni yule mtumaini mpumbavu kuliko mwenye hamaki. Soma Mhubiri, anasema heri mtumaini mpumbavu kuliko mwenye hamaki. Mtu mwenye hamaki maanake akili na sizi, hawezi kufikiri kingine. Ndio maana alipotumia ati akamkamata, akaondoa. Alipomuondoa, kutumia akili ya kukuwepo. Kwa mikono yake akala tunda, kwa miguu yake akasogea, kwa mikono yake akachuma, kwa mikono yake akaweka wapi? Mdomoni. Na wingi wa siku na utajiri viko wapi? Maanake kama hivi vimeibiwa, hamna kitu. Wewe ni sawa sawa na maua artificial. Hata umwagilie maji miezi 100 hayaja